Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Huu ni mwaka wangu. With me Hasbirion. Bwana, taarifa ya majonzi kuhusu mke wa mzee Yusufu imenifikia right now. Kwa kifupi ni kwamba hali ilikuwa ni mbaya mno, lakini leo kwa bahati nzuri amepata ahueni mara baada ya kutoka kwenye kituo cha afya ambacho alikuwa amepelekwa na kukaa pale na kulazwa pale kwa kipindi, na mara baada ya kuachiwa tu leo amefunguka wazi ndani ya HBTV, na nikasema ngoja nisogeze karibu na masikio yako ukasikie. By the way ni kwamba inatisha sana. Sema kama ndo mara yako ya kwanza kabisa utembea ndani ya HBTV, hakikisha umebonyeza button ambayo imeandikwa subscribe, na mchafanya hivyo kitakuja pia alama ya kikengele, kibonyeze mara moja tu, and HB Hasbirion nitakuwa na wewe kwa ajili ya hii habari punde tu utakapokuwa umesubscribe. Tuungane pamoja, then I'm coming back to you. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Wakati taarifa mbaya za kuhuzunisha zikiwa zimenifikia, leo nimepata exclusive interview na mke wa mzee Yusufu. Straight up nikasema lazima nihakikishe kuwa naileta karibu na masikio yako na uweze kusikia ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Inasemekana kuwa majambazi ambao walibahatika kuingia kwenye nyumba ya mzee Yusufu walikuwa ni majambazi wapatao 7, ndugu yangu ya. Jinsi ambavyo ilitokea mpaka wakafika pale, hebu labda ngoja ni kuinform jinsi ambavyo scenario nzima ilianza. Nyumba ya mzee Yusufu ilikuwa imefungwa na walikuja wakaruka ukuta, kwa sababu ni nyumba ambayo imezungushiwa ukuta ambao tunasema fence. Jinsi ambavyo tumezoea ina fence, yani nyumba iko ndani ya fence ya. Na walipobahatika kuingia ndani, na kwa kifupi ni kwamba haikueleweka ilikuwaje zaidi mpaka wote wakaingia. Kwa kifupi, kwa ujumla wake walikuwa ni watu wapatao 7, na miongoni mwa hao watu 7 kulikuwa kuna watu 4 tu ambao walibahatika kuingia kwenye nyumba ya mzee Yusufu. Na hao watu 4 walivyoingia, mtu mmoja aliambiwa kae mlangoni kwa ajili ya kuhakikisha kuwa usalama unakuwa uko fresh zaidi na hakuna mtu ambaye angeweza kuingia kwenye ile nyumba. So kilichofanyika, ikafikia hatua mtu mmoja ikabidi akakae pale mlangoni na akawa analinda na kuangalia nini ambacho kinaendelea, nani anayehitaji kuingia ndani, wafanyaji ili kumzuia, ili maisha ya mipango yao iweze kutimia zaidi. Na mara baada ya kufanikisha mpango wa huyo mtu ukaa pale, watu 4 walilazimishwa kuingia ndani, yani walilazimika kuingia ndani kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanapata kitu ambacho walikuwa wamekipanga. Na mara baada ya hao watu 4 kuingia ndani, mtu mmoja alikaa mlangoni pia na yeye. Huyu mmoja alikaa kwa nje kidogo mlangoni, na watu wengine 3 wakawa wameingia ndani. 2 wakawa wamebahatika kufika mahali ambapo mke wa mzee Yusufu alikuwa amekaa. Kabla sijakupeleka hapa, naomba nikuinform ya kuwa watu walikuwa 7 kama nilivyokuambia, na hawa kama unavyosikia ni watu 5. Kulikuwa kuna watu 2 wengine ambao walikuwa wamekaa sehemu tofauti kabisa na nyumba ya hii ya mzee Yusufu, na walikuwa wamekaa sehemu hii hapa. Ilikuwa ni kwa nje kabisa fence, na kulikuwa kuna nyumba ya askari ambaye ni jirani wa mzee Yusufu. Na kwenye hiyo nyumba inasemekana kuwa huyo askari kidogo yuko vizuri, yani anaweza mchezo, anajua kupigana, yuko vizuri kwa kifupi. Yeah, so walichoamua kufanya ni kwamba hao watu 2 kabidi wakakae kule kwa ajili ya kuhakikisha kuwa kuna usalama na wanaweza katoa information haraka zaidi, ama kuzuia tukio la mtu yoyote yule kuingia ndani na kuzima
harakati zao walikuwa ambazo walikuwa wameshazipanga tayari kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanafanikisha malengo ambayo walikuwa wamejiwekea wao wenyewe. Kwa kifupi ni hivyo kuhusiana na hao watu wawili ambao walikuwa wamekaa nje, na naomba nikuingize tena kwa ndani ukaweze kusikia ni namna gani mambo yalivyokuwa yanafanyika mle. Yaani nahuzunisha kweli kweli. Katika harakati za kupigana ili wahakikishe kuwa wanachukua kila kitu ambacho walikuwa wamekipanga, jambazi mmoja alimshika jambazi ambaye alikuwa anaonekana kuwa bouncer, alimshika mke wa mzee Yusufu na kumtikisa kidogo na kumdai atoe chochote kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Alitaja vitu vingi kidogo ikiwemo pesa. Na mke wa mzee Yusufu ikiwa anaonekana kama anabisha fulani, alichoamua kufanya ni kumshika na kumbamiza kwa nguvu ukutani, jambo ambalo lilimfanya azunguke, yani akili izunguke, kwa sababu alipoteza uelekeo, yani direction, akili ilikuwa isomi full chenga. Na mara baada ya kile kitu kufanyika, basi yeye binafsi akawa amepoteza network, lakini hakuzimia, so akawa yuko kwenye maumivu makali na makubwa zaidi. Katika heka za kuhakikisha kuwa anatoa pesa, na alikuwa na goma kutoa pesa, mtu mwingine ilibidi amwendee pale ambapo alikuwa, na akawa amempiga teke la tumbo, yani teke lile la kupush kabisa kama watu wameeleka. Kama amempiga teke la tumbo, mke wa mzee Yusuf akawa amejisikia vibaya, uchungu mkali ghafla, na akawa anazidi kupoteana kwenye hali ya kawaida ambayo ni ya msawazo wa binadamu ya kawaida. Na walipokuwa wanazidi kumdai, ilikuwa inaonekana kwamba yeye hahitaji kutoa ushirikiano, na kama unavyojua siku zote majambazi, kama ukionyesha ni mtu fulani hivi mwenye utata, huwa wanafanya maamuzi ambayo yanaweza yakakudhuru vibaya mno. Na maamuzi ambayo waliamua kuyachukua kipindi hicho ni kwamba walichukua nondo na kumgonga kisogoni. Kama unavyofahamu, ni moja kati ya sehemu ambazo ni very delicate, yani ni sehemu pekee ambazo huwa sio za kuguswa ovyo. Na alivyopigwa pale tu, akawa ameona dunia ya pili inazidi kumsogelea zaidi, yani alipoteza network kabisa. Anakuambia alikuwa anasikia akilini kama kuna wadudu wanalia fulani hivi, jambo ambalo lilikuwa linamfanya azidi kuchanganyikiwa na kufikia hatua ya kutojielewa. Na katika harakati za hapa na hapa, zile heka za kuugulia maumivu, ashtukia pia amepigwa bapa la panga kwenye mkono ambao ni mkono wake wa kushoto, na alivyopigwa pale ndo kabisa maumivu yakawa yamezidi kukorea. Na hapo waliamua kumwacha dakika chache tu ili kuweza kusikilizia hayo maumivu. Kama unavyofahamu, sheria fulani za mateso huwa inakuaga hivyo. Na wakati anaugulia hayo maumivu, akiwa wako wanamsachi na kumdai baadhi ya pesa zitoke, baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wameplani wao waweze kuvipata, akawa anaonesha hali ya kuwa mbishi. Ubishi wake ukatokea kumuumiza zaidi, kwa sababu walichukua nondo ambao mmoja wao alikuwa ameishika, akamtandika ya kiuno. Alivyompiga hii nondo ya kiuno, ndipo ikafikia hatua sasa akawa ameishiwa nguvu, akajikuta amedondoka chini na amekosa nguvu kabisa. Alikuwa hana cha kufanya kwa kipindi kile, lakini swala la pesa hazikutoka. Walivyoona kuwa anaendelea kuwa hivyo, wakawa wanazidi kumpiga mateke ya tumbo akiwa amelala chini, na walivyokuwa wanazidi kumpiga mateke ya tumbo, ndivyo ambavyo alikuwa anazidi kuumia zaidi, na wakawa wameanza sasa kuforce kwa nguvu hakikishe pesa inatoka. Yani walikuwa wanalazimisha itolewe pesa, kitu ambacho kwa upande wake kilikuwa ni kigumu sana kuweza kutoa pesa. Na kiuhalisia ni kwamba anasema alikuwa hana pesa, na hapo mkasa mzima wa kumuua ukawa umeanza. Jambazi mmoja akasema, toa pesa haraka iwezekanavyo, na kama unabisha tunaweza tukakuua sasa hivi. Mke wa mzee Yusufu akawa amesema, sawa ni uweni tu, kwa sababu mimi sina pesa yoyote, sina chochote kile, kwa huzuni kubwa zaidi. Na hilo ndo mmoja kati ya mambo ambayo yalimuokoa mara baada ya kuwa kama mnyonge fulani hivi, na alipokuwa anazidi kuzungumza namna ile pale, ndivyo watu ambao walikuwa wanazidi pia kumfikiria kwa namna nyingine zaidi. Lakini kwa kifupi ni kwamba kwa sasa hivi aliweza kutolewa hospitali, akarudishwa nyumbani, na alipofikishwa nyumbani ameweza kukaa vizuri na familia. Huduma ndogo akawa anapatiwa mara baada ya kupata pia ile huduma ya kwanza ya kugulia maumivu makali ya vipigo kutoka kwa hawa wahuni. Hawa sio majambazi, by the way, hawa ni wahuni tu wezi ambao walikuwa wamejipanga sana kwenda kuhakikisha kuwa wanapata kitu ama chochote kitu.
Na hivyo ndivyo mkasa mzima wa mke wa mzee Yusufu ambavyo uliweza kujitokeza na ukawa unaendelea kwenye maisha yake kule ambapo wanapatikana, na kama ambavyo pia mzee Yusufu alituinform siku ya jana kuwa watu wamevamia nyumbani kwake na kuweza kumwibia na kumjeruhi mke wake, ndivyo ambavyo mke wa mzee Yusufu pia amethibitisha na kuamua kulikamilisha kwa namna hiyo hapo. Sema kama ndo kwanza kabisa ulikuwa umetembelea ndani ya HB TV, mimi naitwa HB Hasbillion, yani HASBRLION Hasbillion. Fanya kubonyeza batani ambayo imeandikwa subscribe, na ukishafanya hivyo kitakuja pia alama kikengele, kibonyeza mara moja, and HB Hasbillion I will be back for another information punde tu itakapokuwa imejitokea. Enjoy your big channel HB TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HB TV.